Enehesabu. Haleluya, watu wa Mungu. Nimshukuru Mungu na niwashukuru wote ambao mmehusika kunipambania kwa namna moja au nyingine. Nimeachiwa huru na jeshi la polisi kwa dhamana tangu nilivyokamatwa tarehe 15 mwezi wa 4 mpaka leo tarehe 23. Nitumie nafasi hii kuwashukuru wote mlionipambania, wote mliotoa clip, wote mlioongea kwa namna mbalimbali, mliotumia fedha zenu, mliotumia muda wenu, wengine mmesafiri, wengine walikuwa wananiletea chakula na wananijali kwa namna mbalimbali kwa siku zote ambazo nimekuwa mle ndani. Kwa lugha rahisi niseme kwamba nimeachiwa uhuru kwa dhamana. Najua wengi wamenipambania mpaka nimeachiwa uhuru hivi, lakini kwa lugha iliyonyoka niseme hata wao wenyewe mimi kosa langu moja kwa moja hajaniambia. Kwa hiyo siwezi nikawa na maelezo mengi zaidi kwa kuwa bado sijajua moja kwa moja hata kosa langu moja kwa moja nini, ila niwashukuru wote ambao mmenipambania na wote ambao mliona kwamba kukamatwa kwangu kwa namna yote inawezekana nilikuwa natimiza wajibu wa binadamu, na mmetimiza wajibu wa binadamu kunipigia kelele. Anyway, jambo nisemalo ni kwamba bado tutatakiwa kusimama kwenye kila wajibu wa neno la Mungu ambao tulitakiwa kusimama eneo hilo. Hata kama wakati mwingine inaweza katokea tukakutwa na matukio kama haya. Nisiona mengi, niseme kwamba hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka gerezani, nikiwa mimi mwenyewe nalia kutoka mahabusu. Sema, itengenezeni njia ya Bwana, ensheni mapito yake, kwa Bwana mhukumu wake yu karibu kuja. Heri kila mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeumizwa, namu atakuuawa katika Bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya taabu zake. Kwa kuwa Bwana mhukumu wake yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na maisha yake na matendo yake na yote aliyofanya duniani. Hii ndio maana lile neno Maranatha. Amen.